Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu amewasilisha maombi maalum mahakamani akiomba kujumuishwa katika kesi ya mgawanyo wa mali inayokabili Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Awali katika kesi hiyo ya madai ambayo imefunguliwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam na kupewa namba 8323 ya mwaka 2025, ilikuwa ina washtakiwa wawili ambao ni bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho, huku kesi hiyo ikiwa imefunguliwa na Said Isa Mohamed ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema upande wa Zanzibar pamoja na wenzake. Ilikuwa imewashtaki bodi ya wadhamini wa Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa kupitia maombi ambayo Tundu Lissu amewasilisha katika kesi hiyo, ambapo ameomba kujumuishwa, kama yatakubaliwa, Lissu atakwenda kuwa mshtakiwa wa tatu katika kesi hiyo. Jambo TV imeweza kuzungumza na mkurugenzi wa sheria wa Chadema, wakili Gaston Garubindi, akitueleza hasa nini ambacho kinaendelea katika muktadha wa sheria na maombi ambayo amewasilisha wakili Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa. Ni sahihi kwamba ameomba kujumuishwa kwenye kesi hiyo na utaratibu wa kawaida. Kukiwa na shauri lolote mahakamani, kuna utaratibu wa kawaida tu, upande wote unaweza kuomba kuunganishwa kwenye shauri hilo. Wenyewe wanasheria wanasema wanakuwa joined as a necessary part, na kigezo kinachotumika ni endapo mahakama inadhani kwamba mtu huyu anayeomba kuunganishwa kwenye shauri hilo ana jambo la kuisaidia mahakama ili iweze kufanya maamuzi yake. Sasa mheshimiwa mwenyekiti kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa chama ambaye anasimamia kamati kuu ya chama, anasimamia vyombo ambavyo vinafanya maamuzi kwa masuala ya kisera, anayesimamia maamuzi yote yanayohusu mgawanyo wa rasilimali za chama zikiwemo fedha, viti maalum, rasilimali nyingine zozote zilizopo, kwa sababu ziko chini yake, na kwa sababu ya uzoefu wake watangia mwaka 2004 alipojiunga na chama hicho mpaka sasa akiwa ni mjumbe wa kamati kuu, anadhani ni mtu muhimu ambaye anaweza kuisaidia mahakama kuamua na kwa kusikiliza wadaiwa wote na wadawa, na kwa sababu ya uzoefu wake na fakta alizonazo zinazohusiana na taasisi hii, anaamini anayo mambo ya kuweza kuisaidia mahakama. Kwa hiyo ameomba kuwasilisha maombi rasmi Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ya Dar es Salaam, ambapo kuna kesi ya msingi namba 8323 ya Said Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya wadhamini wa chama pamoja na katibu mkuu wa chama kwamba aunganishwe kwenye hiyo kesi. Kwa hiyo maombi hapo na yanasubiriwa kupangiwa tarehe rasmi ya kusikilizwa au kutolewa hati ya wito kwa wadawa wengine. Utakumbuka katika maombi haya ambayo mwenyekiti anawasilisha, basi wajibu maombi anakuwa ni Said Isa Mohamed na wenzake, lakini pamoja na katibu mkuu wa chama pamoja na bodi ya wadhamini wote wanageuka kuwa ni wajibu maombi. Wanafikiri utaratibu wa sheria unaendelea na atakapokuwa tayari nafikiri umma pia utajulishwa, lakini kwa sasa maombi yamewasilishwa ni kweli na yameshasajiliwa Mahakama Kuu ya Tanzania, yameshalipiwa ada. Kinachosubiriwa ni utaratibu tu wa ofisi yenyewe ya Mheshimiwa Jaji Mwanga, wakati atakapoona kulingana na diary ya mahakama au kalenda ya mahakama ilivyo, basi atapanga utaratibu mwingine, atoa wito na maombi hayo yatasikilizwa. Kwa hiyo maombi ni kweli, ni sahihi hapo na yamewasilishwa mahakamani. Yaliwasilishwa lini? Mara ya mwisho mwenyekiti alipokuja mahakamani ilikuwa tarehe 10, alisaini nyaraka hizo na siku hiyo yakapandishwa mahakamani na yamefanyiwa kazi na yamelipiwa tayari. Kwa hiyo tangia tarehe 10 yaliwasilishwa. Nafikiri tu ni umma ulikuwa hujapata taarifa, lakini tarehe alipokuja aliwasilisha mahakamani. Nakumbuka siku hizi maombi kama hayo yanafanywa kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tupeleke nyaraka physical, lakini tunafanya online application. Kwa hiyo wamefaili hiyo online filing na tayari kwenye mfumo pia tayari control number ilishatoka na yalishalipiwa kwa maana ya ada ya mahakama. Kwenye kesi hii tayari kuna nyinyi Chadema kwa maana ya bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu ndio washtakiwa au wadaiwa. Kwa maana hiyo kama maombi ya Lissu yatakubaliwa ataongezeka kama mdaiwa wa tatu.
Ni sahihi, ataongezwa kama mdaiwa wa tatu, kwa sababu maamuzi au oda au amri zilizotolewa huko mbele pia zina madhara na zinamwathiri yeye, moja kama mwenyekiti wa chama, lakini pia kama mtu binafsi, kwa sababu sasa hivi kwa mfano kuna hilo zuio linazuia shughuli zote za chama kuendelea, ambavyo yeye kwa upande mmoja au mwingine pia ni mwathirika au ni muhanga wa maamuzi hayo. Na kama nilivyotangulia kusema, kwa sababu ana vitu ambavyo anahisi uwepo wake au kuunganishwa kwake kutaisaidia mahakama kwenye kutenda haki, nafikiri endapo mahakama itakubali akaunganishwa, sasa basi wadaiwa watakuwa ni watatu. Mdaiwa wa kwanza atakuwa ni bodi ya udhamini wa chama, mdaiwa wa pili atakuwa ni katibu mkuu wa chama, na mdaiwa wa tatu atakuwa ni yeye Tundu Antipas Lissu ambaye sasa anakuwa ni mwenyekiti wa chama kama mdaiwa wa tatu. Yes, I was saying kwamba hilo swali lako la pili linahusiana na maombi mengine, sio hiyo kesi ya msingi ambayo Lissu ameomba kuunganishwa. Hiyo ya pili ilikuwa inahusu maombi ambayo waliwasilisha Said Issa na wenzake kwamba viongozi wa chama wamekiuka amri halali ya mahakama ile ya kuwazuia kufanya siasa, na wao kwa maoni yao wanaona kama vile viongozi wanaendelea kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo kwenye maombi hayo ndo kuna hizo arrangement tulizokuwa nasema za kuwasilisha kiapo kinzani na sisi kufanya rejoinder nyingine kama ipo, na kwa ratiba hiyo ambayo ilitolewa juzi. Sasa hayo maombi sio ambayo Lissu ameomba kuunganishwa nayo. Yeye ameomba kuunganishwa kwenye kesi ya msingi yenyewe. Kumbuka uwepo hayo maombi pia yamesababisha kesi ya msingi imesimama. Na kama unakumbuka kesi ya msingi iko mbele ya Jaji Mwanga. Kwa hiyo inaahirishwa kwa sababu kuna maombi hapa katikati yamekuwa yanajitokeza mara kwa mara. Sasa moja ya maombi mengine ambayo sasa yamewasilishwa ni haya ambayo yamewasilisha, na yeye anaomba unganishwe kwenye hiyo kesi. Kwa hiyo kesi ya msingi itasimama pia mpaka hatima haya maombi yatakapokuwa endapo basi maombi kwenda kubadilisha maombi yao, kuyafanyia marekebisho kidogo ili kuingiza jina la Lissu kama mdaiwa wa tatu kwenye hayo maombi. Sawa sawa. Nashukuru kaka kwa wasaa wako. Shukrani.